Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matumaini yangu ni kwamba inshallah sote hatujambo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hii ya kuweza kukaa na kuendelea kukumbushana kuhusu mambo ambayo ni katika mambo ya mustakbal yaliyotukabili sisi kama jamii, tuweze kukumbushana, kwa sababu kukumbushana ni jambo ambalo mara nyingi ni huenda likawasaidia watu. Kwa hivyo nawakumbusha tu ya kwamba siku ya kesho inshallah tarehe 9 mwezi huu wa Julai 2026, sisi kama jamii ya Iko Wapi Zamani tumepanga kwamba tufanye ziara ya uwanja wa stadium, na pia tukapata msukumo na ushirikiano wa ndugu zetu kundi ambalo linaloongozwa na Alamin Somo. Na Alamin Somo ni maarufu sana kwetu kwamba ni mtu ambaye amesimama mstari wa mbele na amesimama kwa moyo wake, kwa hali yake na kwa mali yake, kuona ya kwamba anashiriki katika kusaidia jamii katika nyanja tofauti. Nataka niweke kidogo wazi hapa ya kwamba ushirikiano ni kitu muhimu sana. Kushika jambo ukasema una ubinafsi wewe peke yako ama kundi lenu peke yake, huu upweke ni moja katika udhaifu wa jamii. Jamii ikiwa na upweke na ubinafsi, basi inakuwa shida sana kufikia malengo. Lakini watu ni wenye kushirikiana, watu ni wenye kupendana, watu ni wenye kusameheana na kuona ya kwamba wanajenga nguvu moja, hususan wanaposimamia jambo lao. Jambo hili letu la stadium sisi ni jambo ambalo tumekokotana nalo muda mrefu uliopita, na tunashukuru sana kupata usaidizi huu, kwa sababu grupu yetu Iko Wapi Zamani kwa ushirikiano na hili kundi ambalo linaloongozwa na Alamin Somo, naona nguvu imeingia mahali pake pazuri pa kuweza kuzidi kuleta ufafanuzi wa pale mahali. Tumepanga twende stadium sio kwa nia mbaya, tumepanga twende stadium kwa nia nzuri ya kufuatilia yale mahitaji yetu au zile ahadi tulizopewa kwamba tutajengewa stadium. Hapana ubaya sisi kama jamii kwenda pale stadium tukaulizia, je, mumefika wapi mpaka sasa? Hebu tupeni vitu vya kutupa moyo kwamba kazi yetu inaendelea vizuri, na kuna watu wengi nyuma yetu sisi wanasubiri kupata zile update ama wajulishwe mpaka sasa tumefika mahali kadhaa, kwa sababu hatufanyiwi kwa kuwa ati tufadhiliwa. Twafanyiwa kama wananchi wa nchi ya Kenya ambao sisi tuna haki juu ya jambo letu hili. Kwa hivyo hapana ubaya sisi kuunda pote la kufuatilia. Kufuatilia kunaondoa tashwishi, kunaondoa mambo ya dhana nyingi. Kwa hivyo mimi nahimiza tujitokezeni kwa wingi, tuunganeni pamoja siku ya Alhamisi kesho, watu wende pale kwa nidhamu za kisawasawa za kisheria. Tusende pale kwenda kuleta sura mbaya ama kwenda na jeuri. Hatuna jeuri zozote, na nimshukuru sana Alamin Somo kwa juhudi zake anazozifanya kwingine kokote, na ni mtu ambaye nimejuana naye muda mrefu kwa sasa kusema la kweli, lakini ni ile ushirikiano bado ulikuwa hatujauweka pamoja. Lakini namshukuru sana kwa kujitolea kwake, na asidhanie mtu ya kwamba Alamin amepewa mapeni, Alamin amebwatipu ndo la.
huyu bwana amelifanya hili kwa kujihisi kwamba yeye ni mhusika halisi wa hii stadium yetu kama alivyo mtu mwingine yoyote. Wala iko wapi zamani, hatusemi kwamba hapa pahali sisi tu mpetu, sisi ni pa kila mpwani, hususan mtu wa Mombasa ambaye amekereketwa na hili jambo, ana wajibu kujitokeza kulifanya hili jambo. Kwa hivyo Al-Amin bwana, sisi tutasimama na wewe katika hili jambo, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutapiga hatua hapo na zaidi ya hapo. Jambo la pili nataka nilizungumzie ni kuhusu nidhamu za ukumbi wa Iko Wapi zamani. Al-Amin ni mtu mwelekevu, ni mtu mwenye busara na ni msomi. Tumezungumza, tumepanga na yeye vizuri, na Al-Amin anajua maana ya nidhamu ni kitu gani. Sidhani kwa Al-Amin atakayeko chini ati afundishe nini, ajua vizuri nidhamu ni nini, na nidhamu za grupu tulimweleza na amezifahamu, na yuko proper kisawa sawa. Si mtu wa kuvuka mipaka, anajijua kitu anachokifanya. Kwa hivyo bwana, tuunganeni na yeye mkono. Ama kuhusu hapa kwenye grupu, sisi tuliweka nidhamu, tukasema kwamba sisi hapa hatuto entertain mrengo wote wa siasa. Al-Amin hakuingia hapa katika hii grupu kama mwanasiasa, ameingia kama mkereketo ambaye jambo la stadium linamhusu. Kwa hivyo sisi tunamuunga yeye mkono, tutafanya shughuli hii pamoja na yeye, akisimama akipaza sauti yetu, na sisi tuko na yeye Al-Amin kisawasawa. Tumezuia watu wasilete siasa katika grupu hii kwa sababu hapa tunaheshimu ile misimamo ya watu tofauti. Kuna wafuasi wa wanasiasa hapa tofauti. Kwa hivyo hilo sisi hapa tumeli-neutralize, tunafanya kwamba hapa hapazungumzwi siasa. Ukija hapa zungumza habari ya mpira, stadium inahusiana na mpira. Kwa hivyo ukiwa mtu yoyote, hata ukawa uko mrengo gani, tunakukaribisha sisi katika grupu yetu, tushirikiane na wewe, tuhakikishe hili jambo la mpira kwa ujumla linasimamiwa na kusukumwa mbele. Siasa ni haki yetu, kila mmoja ana haki apige kura na amchague kiongozi anayefaa. Hatumpigii debe mwa kiongozi yoyote. Ikiwa Al-Amin ana nia ya kutaka kupigania kampeni, tuna macho na tunamuona. Hiyo ni siri yako ya kura yako, utakwenda ukampigie kura pale ambapo yeye atakaposimama. Kwa hivyo nafikiri nimefahamika kwamba hii grupu hapa tukitia siasa basi tutatengana, tutukanane, tuvundiane heshima. Lakini Al-Amin ni mwelekevu, anaelewa kitu anachokifanya. Sisi tuko na yeye katika mambo ya kupaza sauti yetu kuhusu Mombasa Stadium, na mtu mwingine yoyote anaweza kuja pia na tutashirikiana na yeye katika jambo hili. Kwa ufupi na uchache wa maneno yangu ni kwamba nasema Mwenyezi Mungu atuafikie kesho siku ya Alhamisi saa 4 tuwe pale Mombasa Stadium, na inshallah sauti yetu itafika mbali. Shukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.